Kwa hivyo usimpeleke mtoto tu kwa sababu kimwili amekomaa, amebali. Kama ni mtoto wa kike amepata ada ya kila mwezi, sheria ya Kiislamu imekubali. Angalia, je, kuna madhara ambayo yanaweza kutokea hapo? Kwa hivyo kuna wale ambao wanachuki tu, utaona tu wanatukana Uislamu kuhusu nini. Na mimi nasema hapa sheria ya Kiislamu imekubali, lakini sheria ya Kiislamu pia inaangalia maslaha yako wapi. Sheria ya Kiislamu inaangalia maslaha kila wakati, na ndio sababu unaona mwezi wa Ramadhani kufunga ni wajibu, lakini unaambiwa ukiwa ni mgonjwa, maslaha yanasema usifunge. Wajibu kusimama, waqimu sala, simamisheni swala, simama katika swala. Lakini ikiwa kuna madhara katika kusimama, swali ukiwa umeketi chini. Hakuna dini katika ulimwengu, na challenge mtu yote anionyeshe nidhamu ambayo inalinda maslaha ya mwanadamu kama sheria ya Kiislamu. Hakuna, kwa sababu imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, tuko hapa Kenya, katiba ya nchi imesema miaka 18. The Marriage Act imesema miaka 18. Huyu ukiangalia ghaliban huyu mtoto atakuwa kama ni masomo 18, atakuwa anamaliza form 4, atakuwa kama ni madrasa atakuwa amemaliza thanawi, anangoja kuingia university. Hapa Uislamu unahimiza sana mambo ya elimu, kutafuta elimu. Atakuwa hasi akili, amekomaa, anaweza kutahammali yale masulia ya ndoa. Kwa hivyo utaona kuna maslaha. Kwa hivyo kuna kitu nimesoma kutoka kwa shekhe mmoja leo asubuhi, anasema kuna kitu kinachoitwa taqyid al-mubah. Kitu kimekubalika, lakini kwa kuchelea mafsada tunazuia, kinawekewa mipaka. Mfano, wanaume wa Kiislamu wamekubaliwa kuoa wanawake wa ahlul kitab. Naam, walmuhsanatu min alladhina utul kitaba, na wale ambao ni katika ahlul kitabu, Wakristo na Mayahudi ambao walipewa vitabu kabla yenu, wanawake wao ni halali kwenu kuoa. Lakini nenda kwa alimu yoyote mwenye kujua hali vile, atakwambia japo tumekubaliwa, lakini naona maslaha usioe huko, watoto watapotea. Mara nyingi mama ndio anakaa na watoto, kutatokea matatizo katika ile nyumba, kwa sababu huyu mila yake ni kadhaa. Huyu anakula, unamleta mwanamke nyumbani kwake, kula nguruwe si haramu, kwake kunywa pombe kidogo, wine, kuteremsha chakula na wine si haramu. Hiyo nyumba anataka kucelebrate Christmas, na kuletea Christmas tree pale, si mtateta pale ndani ya nyumba. Kwa hivyo ni mubaha, imekubaliwa, lakini imefanyiwa taqyid kwa sababu ya maslaha. Kwa sababu ya nini? Ya maslaha ndani yake. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni mubah, lakini yamewekewa taqyid. Kwa hivyo hapo tutaangalia maslaha ya huyu mtoto, awe ni wa kike ama ni wa kiume, kwa sababu hiyo kusema ni mdogo inaweza kuwa ni yule mvulana au inaweza kuwa ni yule msichana. Kwa hivyo tusiliangalie hili jambo kwa hamasa. Na mimi najua kuna watu wamekuja na mahamasa sasa, na wasiokuwa Waislamu chuki, wamepata nafasi ya chuki yao sasa hapa. Uislamu kadha, Uislamu unaangalia maslaha yako wapi.